La tatu, hakikisheni kwa mipango mbalimbali inayoandaliwa inaendana kama nilivyosema na dira yetu ya maendeleo. La nne, ongezeni juhudi katika kubuni vyanzo vipya, nasisitiza tu, na kuimarisha makusanyo mapato katika vyanzo vilivyopo ili kuboresha huduma kwa wananchi. Kuweni na utaratibu mzuri wa ukusanyaji wa mapato ili kuepusha mivutano na wafanyabiashara. Kwenye kukusanya mapato kule, mfanyabiashara ukiongea naye vizuri, compliance inakuwa kubwa kweli kweli, anajisikia ana wajibu wa kulipa kodi. Mkienda na manguvu na matusi na kunyang'anyana, na yeye anatafuta njia za kukukimbia. Ndio hizo risiti feki, sijui nini. Atazungumza na watu wenu momo, watengeneze mnyororo wa pembeni, alipe chache abaki nazo, na wakusanyaji wa pembeni wapate kidogo. Sasa urafiki na wafanya biashara. Bila biashara hakuna maendeleo. Tunaendelea kwa sababu biashara inatulipa, uwekezaji unatulipa, kodi zinalipwa, zinakusanywa, zinatumika vyema, ndio hayo maendeleo mnayoyaona. Ingekuwa kwa serikali kuu tunakusanya na kuzipiga mdomo, wala tusingeleta kule zikaja zikafanya maendeleo ya watu. Zingeletwa chache mno ambazo zisingeweza kufanya kitu. Lakini leo tunasimama kwa fahari kusema tumefanya kwa sababu fedha inakusanywa na inatumika vizuri. Sasa na nyie katika ngazi zenu kafanyeni hayo. Nihitimishe ndugu zangu, nimalizie kwa kuwapongeza tena kwa mafanikio mlioyapata. Nashukuru kwa kazi nzuri na mchango mkubwa mlioutoa katika maendeleo ya nchi yetu. Hatuwezi kuzungumzia mafanikio ya serikali kuu bila kuzungumzia mchango wa serikali za mitaa. Najua baadhi yenu mwaka huu mtarudi kwa wananchi kwenda kuomba ridhaa tena, kwa wale ambao wamekaa kwa nafasi za wananchi. Lakini najua pia kuna madedi wangu, wakuu wa wilaya, sijui wa nani, ambao wana hamu sana ya kurudi kwa wananchi. Nilimwambia katibu mkuu kiongozi, peleka sakula serikali za mitaa. Nadhani waziri mmeipata. Yoyote mwenye nia ya kugombea atuambie mapema, ili tumpandishi wa chini yake ashike ile nafasi. Hatutaki pale tayari fomu zinatoka, watu wote wanakimbia kwenda kuchukua fomu, na mnatuacha serikali za mitaa hazina viongozi, hazina wasimamizi. Mnabakia kujaza watu ambao hawana experience. Lakini tukijua mapema, tutatayarisha watu wa kujaza hizo nafasi, kuwapa miongozo, kuwafanyia mafunzo ili wawe tayari kukabiliana na uchaguzi. Sasa usipojisema mapema, ukija ukichukua fomu mbele, umekosa yote. Umekosa fomu, umekosa cheo, nafasi yako utaiacha. Ukituambia mapema, umekwenda kujaribu, umeshindwa, na wewe ni mzuri, tutakufikiria kurudi. Hukutuambia mapema, umekosa yote my dear. Umekosa yote. Kwa hiyo kajipimeni. Sitaki kuwaficha, kajipimeni. Hatutaki